Paulo anajiita servant, slave. Ndio maana anasema neno la Mungu lina interpret. Sio mtu huwa ana interpret Biblia. Biblia inastahili kujiinterpret yenyewe. Mchungaji tu anastahili kukuwa shahidi wa hiyo interpretation. Haleluya. Mchungaji anastahili kusaidia mwenye kuelewa interpretation. The New Testament interprets the Old Testament. Na kwa hivyo hii jina slave Paulo analitoa Deuteronomy na pia Exodus inaongea, kitabu cha Kutoka inasema hivi. Mungu alipokuta wakifanya kitu inaitwa slave trading na kuown slave, inasema hivi, baada ya miaka 6 slave angefanya kazi, alikuwa na right, alikuwa na haki ya kuachiliwa na kwenda. Baada ya miaka 6, mwaka wa 7 slave aachiliwa aende kwao, free to go. Lakini pia huyo slave alikuwa na haki. Mwaka wa 6 anapofanya kazi, anapofika kuachiliwa, slave alikuwa na haki, kwa sababu kuna wadosi, kuna wakubwa walikuwa wazuri sana kwa slaves wao, kwa wafungwa wao. Walikuwa wazuri sana. Wanawapatia nyama, wanawapatia kuku, wanawapatia mavazi, wanawapatia holiday, kama kulikuwa na simu wanawanunulia credit. Kwa hivyo slave ingefika mwaka wa 6, kuna wengine walikuwa, kwa sababu wamekaa kwa wakubwa wao kwa miaka mingi, hawana mahali ya kwenda. Wanasema sitaki kurudi nyumbani, sitaki kuanza maisha upya, mimi nataka kukaa hapa. Slave alikuwa anakubaliwa kuendelea kukaa na mkubwa wake hata baada ya yeye kuambiwa unaweza enda nyumbani mwaka wa 7. Na kwa hivyo anasema mimi nataka kuwa mfungwa wa mkubwa wangu kwa maisha yangu yote, kwa sababu mkubwa wangu amenitreat vizuri sana. Mimi hapa ameniweka kama mmoja wa wana, ameniweka kama mmoja ambao wanaishi hapa, ambao wamezaa yeye mwenyewe. Mimi sitaki kwenda, nataka kukaa kwa mdosi wangu. Na kwa sababu ilikuwa inakubalika, Deuteronomy inasema na Exodus pia inasema, ilikubalika slave kama huyo ashikwe, awekwe kwa mlango kama ule, ama mahali kuna mbao, atobolewe sikio moja, ahang kipuli, earring. Ndio akitembea na barabara watu wanamuona, wanajua huyu ni slave, lakini ya kujitakia mwenyewe, sio kwamba ameshikwa cha nguvu. Huyu ni wale wamesema wanataka kuishi kwa tajiri wake, kwa mkubwa wake. Inaitwa doulos katika Kigiriki, kwamba mimi ni mtumwa wa kujitakia. So Paulo anasema mimi ni mtumwa wa kujitakia, na kama vile wewe na mimi tumesema siku ya leo, Bwana wetu anatutreat vizuri sana. Sio sisi sio wafungwa wa kushikwa na nguvu. Wewe hujashikwa na nguvu, haujapigiwa simu uambiwe kuja kanisani, hujaambiwa cha nguvu lazima ufanye hivi. Ulijitakia mwenyewe kumfuata. Alipokutenda mema, alipokusamehea dhambi, aliponisamehea dhambi mimi, na amenipa jina jipya, na ameniahidia uzima wa milele, then my master mimi nina haki ya kusema, mimi kama mzee hata kama nitaambiwa unaweza, ukitaka pasta unaweza rudi nyuma leo na ukarudi duniani, sitaki. Mimi naangalia ule uzuri ambao amenitendea, nasema mimi nataka kukaa na mkubwa wangu, nataka kuishi na yeye milele, nataka kufia katika nyumba yake. So Paul anasema mimi ni mfungwa wa kujitakia, a servant by choice. Na ni maombi yangu kwamba kila mtu wa Mungu anaweza sema hivyo, kwamba mimi sijashurutishwa kumfuata Mungu. Mimi ninampenda kwa hiari yangu. Nimefanya choices zangu, nikaona niko na choice ya kwenda na kuishi ulimwengu kama wale watu wengine. Kijana, nina choice ya kunywa pombe na kuvuta bangi na kwenda kununua madawa na kuishi kama wengine, lakini sitaki. Nimechagua kumfuata Kristo mpaka mwisho wa maisha yangu. Anipeleke mahali atanipeleka, nimfuate iwe vile itakuwa, mimi ninamfuata. So Paulo anasema yeye ni servant, lakini pia anasema hivi, called to be an apostle. Niseme jambo moja alafu to move. Ni vizuri kuweka foundation. Tusiende nje tukute mtu ako na jina kubwa, tuanze kusema huyu ametushtua.
Anasema hivi, called to be an apostle and set apart. Ametengwa. Jina hili set apart utaenda ukiliona, called utaenda ukiliona, hata ukisoma Acts, ukisoma Romans, baadaye anaenda akiongea kwa vitabu vingine. Who you are called, naandikia makanisa mengine anasema hivyo. You who are set apart, set yourselves apart. Utasikia akisema hivyo, set yourselves apart. You who are called, majina mazito sana katika ulimwengu wa kiroho. Set apart in Acts 13. Paulo huyu, kwa nini anasema is set apart? Kwa sababu in Acts, Matendo ya Mitume 13, walipokuwa wakiomba, grupu ya watu. Matendo ya Mitume 13 inasema walipokuwa wakiomba na wakimwabudu Mungu, Roho wa Mungu akashuka na akasema kwa sauti, akanena Roho wa Mungu. Akasema, nitengeni Paulo na Barnabas kwa sababu ya kazi ambayo ninaenda kuwapatia. Hapo ndio Paulo ametengwa, jina hili set apart, kutengwa. Kutengwa kutoka kwa hao, kutoka kwa hiyo group ingine walikuwa wanaomba na kuworship pamoja na wao. Nitengeeni. Na kweli walitengwa wakiwa na Barnabas. Na hapo walipotengwa ndio Roho Mtakatifu, kando na kwamba alifanya kazi na wale wengine ambao Paulo alitengwa na wao, lakini alifanya kazi kuu na Paul na Barnabas, kuu zaidi ya wale wengine. Wewe umetengwa na mimi nimetengwa. Tumetengwa kutoka ulimwengu. Tunapokuja hapa tena, kuna wengine wanatengwa miongoni mwa wengine kwa sababu ni viongozi. Nao hao viongozi, kuna wengine ndani yao pia watatengwa. Kazi ya Mungu iko na levels. Bwana asifiwe. Levels sio kusema wale wametengwa ni wajanja kuliko wale wengine, sio werevu kuliko wale wengine, hawana pesa kuliko wale wengine. Sio qualification hiyo, sio moja ya qualifications. Lakini ni Roho Mtakatifu kwa sababu ya kazi fulani ambayo anataka kufanya na wale ambao wanatengwa. Bwana asifiwe sana. So Paulo ako na haki ya kusema alitengwa. Set apart. Kletos. Jina hilo ya original text. Kletos. Kletos inamaanisha hivi katika Ugiriki, kwamba ni kutengwa, ama sio kwa sababu chenye kutengwa ni kizuri. Kutengwa ni kukuwa appointed, considered. Miongoni mwa hivi viti ambavyo vinafanana, tutenge moja. Sio kwa sababu ni ya red, sio kwa sababu iko na miguu strong kuliko zingine, lakini by favor. Mtu alitengwa na Mungu, kletos. Na Paulo anasema alitengwa kwa sababu ya Injili. Injili inamaanisha nini? Ukisikia jina Injili, tutakapoenda tukisoma vitabu vingine, Injili ni nini? Ama good news, kama hii Bible yangu vile inasema, the good news. What is the good news? Watu wengi wanafikiria, vijana wengi wanafikiria good news ni kupata kazi nzuri, na hiyo ni good news pia, si mbaya. Wamama wengi wanafikiria habari njema ni kuambiwa mtoto wako ule umezaa na umelea ameenda amepata kazi nzuri, ameolewa mahali yako na boma yake, sawa. So wamama wengi wanafikiria hiyo ni good news. Na kwa sehemu moja sio mbaya, sio habari mbaya, lakini kulingana na macho ya Mungu, kulingana na economy ya Mungu, good news sio hiyo. Mchungaji anafikiria habari njema, mimi nafikiria ile habari njema zaidi naweza pewa na mtu, nililale niamke niambiwe kanisa limejaa, hata linatafuta mahali ya kuweka watu. Mchungaji anafikiria akiambiwa hivyo good news. Na although ni good news kwa sehemu fulani, kwa asilimia fulani, kwa economy ya Mungu sio the good news sana. Bwana asifiwe sana. Wazazi wanafikiria mtu akitoka huko aambie watoto kama hawa wadogo, nimewalipia scholarship yao. Hiyo ni good news. Na ni sawa kwa kiasi fulani, kwa kiwango fulani. Lakini kwa economy ya Mungu, this gospel, habari njema kwa Kiswahili, good news kwa Kizungu, kwa economy ya Mungu ni hii, kwamba tunapoenda huku nje, kwamba Yesu amekuja
Kwa sababu ya dhambi za ulimwengu. Ulimwengu uko katika dhambi na umepotea. Mwanadamu, mwanaume, kijana, mzee ako katika dhambi na amepotea, na anaelekea jehanamu. Lakini kuna habari njema, na habari njema ni hii: Yesu amekuja, na amekuja na msamaha wa dhambi, na dhambi zako na dhambi zangu zimeondolewa. Na sasa mlango umefunguliwa wa kumtumikia Mungu na maisha yetu. Hiyo ndio habari njema. Habari njema ya mtu ambaye ako na loan ni kuambiwa loan yako imeondolewa na sasa hautawahi pigiwa simu tena. Hiyo ndio habari njema. Lakini habari njema kwa mtu ako na dhambi ni kuambiwa dhambi zako zimesamehewa. Si ni kweli? Na so Paulo anasema nimekuja na nimeteuliwa na nimetengwa kwa sababu ya habari njema. Sio niwe nikiponya watu, although baadaye aliponya watu, lakini habari njema ni msamaha wa dhambi. Na hiyo ndio habari njema ile ulimwengu unataka siku hii ya leo. Habari njema ya ufalme wa Mungu ni kwamba dhambi za ulimwengu zimeondolewa kwa mtu ambaye atakubali kupokea msamaha. Lakini of course watu wa siku hizi hawataki. Kama wakati wa Yesu, neno la Mungu lasema alikuja kwa wale ambao ni wa kwake na wakamkataa. Watu wanaanza kumkataa Mungu tena, na tena wanamkataa in numbers. Alafu wanadanganyana hivi, wanasema hivi, niliwacha kanisa, sikumwacha Mungu. Hivi ndio wanasema. Njia yao ya kutoroka, wanatorokea wanasema sina ubaya na Mungu, nina shida na kanisa. So Paul anasema, na anaendelea kusema hivi, the gospel verse 2 he promised beforehand through his prophets in the holy scriptures. The law and the prophets, manabii walipotumwa walikuja baadaye. Anasema hivi regarding his son who as to his human nature was a descendant of David, and who through the spirit of holiness was declared with power to be the Son of God by his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. Verse 5, through him and for his name's sake we have received grace and apostleship. Ukisikia jina apostle usimame. Ukisikia jina apostle uweke kidole hapo na usiendelee sana, na ujiulize jina apostle ni gani? Ni nini? Inamaanisha nini? Je, pastor, ukitoka pastor utaenda reverend alafu kuwe apostle? Na wale ambao tunajua akina Apostle Ng'ang'a na Apostle Harrison na apostle wengine, inamaanisha nini? Jina apostle inamaanisha hivi. Katika moyo wa Mungu inamaanisha hivi. Apostle ni aliyetumwa. Hiyo ndio maana ya jina apostle, aliyetumwa. Na apostle alikuja akiwa Yesu. Yesu ndio apostle, the chief apostle. God sent Jesus as the chief apostle. Yeye ndiye apostle peke yake. Lakini baadaye Yesu akainua wengine 12. Of course Judas alijiondoa. So 12 Yesu akawainua, mmoja akajiondoa, wakabaki 11. Baadaye hawa apostle, so tumeanza na mmoja. Tumesema ni nani? Apostle mmoja ni nani? Hello? Yesu. Apostle mmoja na wa kweli, mwenye kutumwa na Mungu mwenyewe, Yesu. Lakini Yesu tumesema naye ameinua wangapi? 12. Asante. Of course mmoja amejiondoa, Judas, wamebaki 11, akakuwa replaced baadaye. So Yesu ameinua 12. Baadaye katika Acts, Roho Mtakatifu, Yesu ameondoka, Roho Mtakatifu wako katika scene. Amekuja naye ameinua wengine, ametuma 70. Turudie tena. Mungu ameinua mmoja, ni nani? Yesu. Naye ameinua wangapi? 12. Asante. Lakini baadaye Roho Mtakatifu anakuja, anainua wangapi? 70. So ni kusema hivi, mimi kama mchungaji nikiamka siku moja niseme
kutoka siku ya leo, I am Apostle John. Niko sawa, lakini siwezi ambia watu nimeteuliwa na Yesu, kwa sababu Yesu hateuiwa apostle tena, unless ninamaanisha nimeteuliwa na Roho Mtakatifu, which ni sawa. So apostle inamaanisha aliyetumwa. So Paul ni apostle, John ni apostle, Peter ni apostle, baadaye Barnabas ni apostle, baadaye Andronicus ni apostle, Junius ni apostle. Wewe na mimi tumetumwa siku ya leo. We qualify to be apostles. Tumetumwa na neno la Mungu. Tumetumwa kufikisha ujumbe wa neno la Mungu. Tumetumwa kwenda nje na kuanzisha shirika kwa niaba ya Mungu. Haleluya. So anasema alitumwa. So anasema hivi katika verse 5 tumesoma grace and apostleship to call people. Tumepewa neema na mamlaka, kama vile nimesema, tumepewa neema na mamlaka ya kuita watu katika ufalme. Apostleship sio jina la kuenda kupigilia kwa gari na kuenda kusema Apostle John is here. No. Apostleship ni mamlaka, is a mantle, authority given. Why? To go and call people from among the nations. Kama vile neno la Mungu lasema hapa, among the Gentiles. Tulisema tukuje na notebook. Gentile pia tulisema inamaanisha nini? Gentile inamaanisha hivi. Ni vizuri tujue mambo haya kwa sababu Gentile kurudiwa. Jina Gentile inamaanisha mtu wa mataifa. If you are not a Jew, kama wewe sio Myahudi, wewe ni mtu wa mataifa. Mungu alipotumana, Yesu alipokuja kwa niaba ya ulimwengu, alishuka Israel kwa sababu amezaliwa pale. Kwa hivyo first priority kwa Mungu ni wana Israeli, first priority. Kwa sababu the Bible says hao ndio walikuwa macho, hao ndio walikuwa sijui nitaita aje na Kiswahili. Inaitwa moni. Okay. Sio kope. Hii ya ndani ya jicho. Boni. Exactly. So intention ya Mungu kufikia ulimwengu imepitia taifa la Israeli. Yesu amezaliwa pale, lakini walimkataa. John 1 says, he came to that which was his own, but his own refused him. His own rejected him. Walisema hatutawacha huyu mtu atutawale, wakamkataa. Walipomkataa, walipopanga kumsurubisha na wakamsurubisha baadaye. Walipomkataa na Yesu akajua wamemkataa kumpokea, alifanya nini? Alisema hivi, nilipenda kuwahudumia, nilipenda kuwakusanya kama vile kuku akusanyavyo vifaranga wake, hamkutaka. Nilipenda kufanya kazi na nyinyi kama vile kuku akusanyao na anapenda kuwalinda watoto wake, mkakataa. Kwa hivyo ninawaachia nyumba yenu ikiwa vile iko, na ninaenda katika mataifa mengine. And so sio kwamba Mungu alimaliza mpango wake. Walipomkataa, Mungu alienda kwa hao watu wengine wa mataifa ambao ni mimi na wewe. Ndio wanaitwa hiyo jina tumewacha tumelishika, Gentiles. So the church is made up of two people. Kwa sababu kuna wale baadaye hawa kina Paul, kuna wale baadaye walimsikia alipoondoka, kuna wale walimconsider na wakabadilika. So kanisa limeumbwa na watu wawili, former Jews and watu wa mataifa wa kitambo, Gentiles, ndio imeumba kanisa. So kanisa ni Jew ambaye alikuwa katika sheria na sheria zimekataa kufanya kazi, zimeshindwa kufanya kazi. Mtu wa mataifa ambaye alikuwa anaabudu chini ya miti kama Wakikuyu, na wengine kwa bahari, na wengine wanaabudu ng'ombe, wamewachana na hizo ng'ombe, wamewachana na hizo miti, wamewachana na hizo kuabudu katika mambo mengine.
Sasa wamekutana katika nyumba ya Mungu, ndio wanaitwa church. So the church is former Jews and former Gentiles. Anaendelea kusema hivi tunapomalizia, and Gentiles to the obedience that comes from faith. Kanisa linapoumbwa, Paul anasema hivi, kwa kanisa hilo la Rome, linaumbwa kupitia kwa imani itokayo katika yani, kanisa linaumbwa, kanisa linasimamishwa kutoka kwa obedience. Obedience ni kutii ambako kunatoka kupitia katika imani. Mtu anapokuwa na imani katika Kristo, mtu anapojua Mkristo, mtu anapojua Kristo, mtu anapomjua Mungu, mtu anaposamehewa dhambi, then he becomes obedient through faith, kwa sababu ya imani ambaye amemwamini Mungu nayo. Anasema to all in Rome, wale wote wako katika Roma, who are loved, wapendwao na Mungu. Anasema grace, charis in Greek, and peace, shalom. Hiyo ni salamu. Anawasalimia, amejiintroduce sasa. Ameshajiintroduce sasa. Anasema amani ya Bwana iwe nanyi. Kumbe sio Wakatholiki wameanza na hiyo. Amani ya Bwana iwe nanyi. Neema ya Mungu iwe nanyi. Grace and peace. Hello? Grace and peace. Na kanisa lolote, Emmanuel included, likiwa na neema na likiwa na amani, linakuwa. Bwana asifiwe. Mtu yoyote unahitaji tu amani na neema na unakuwa katika jambo lolote ambalo unalifanya. Familia inayokuwa na amani na neema inaendelea vizuri katika mambo yao. Kijana akiwa na neema ya kufanya mambo yake ya kusoma na kwenda kazi, na akuwe na amani, then mambo yake yote yanakuwa sawa. Na amani inatokana baada ya kijana, baada ya mama, baada ya mzee, baada ya mtaa, baada ya nchi kumjua Mungu na kumpenda Mungu na kuishi katika imani ambayo Mungu aliwaitia ama alimuitia. Baadaye anasema hivi katika verse 8, namshukuru Mungu kwanza kupitia kwa Kristo Yesu kwa ninyi nyote. Na sitapitisha hapo. Paulo anapoandikia kanisa hili, this fellowship, anasema I thank God for you. Hajawahi enda, lakini anawaandikia ni kama anawajua. Upendo ni kitu ya maana sana. Kukua pamoja katika fellowship ni kitu ya maana sana. Anasema ninawaandikia na I thank God for you. Namshukuru Mungu kwa sababu yenu. After saying peace and grace, anasema namshukuru Mungu kwa sababu yenu. Kwa sababu nimesikia, anasema hivi, because your faith is being reported, not works. Sio vile mmevaa vizuri, sio vile mko na instruments nzuri, although si mbaya instruments, na kuvaa vizuri sio vibaya. Habari yenu imeenea, imenifikia, sio kwa sababu ya jengo nzuri ambalo mko nalo, sio kwa sababu ya vile mmejipanga katika fellowship, na kujipanga sio kubaya. Anasema hivi, kwa sababu ya imani yenu dunia nzima. Na hayo ndio maombi yangu pia katika ushirika huu wa Emmanuel. Katika kanisa letu LCA Muthiro West, kwamba jina la kanisa, jina la watu individual, jina la ushirika, jina la wazee wa hapa lijulikane nje, sio kwa sababu ya mambo mengi, kwa sababu ya imani yenu katika Kristo. Bwana asifiwe sana. Watu wengi wanataka kujulikana kwa sababu ya mambo ambayo wanafanya. Nikinunua gari, napenda kujulikana hivyo, nilinunua gari. Lakini Paul anasema, oh, I thank God for you, the fellowship in Rome. Sio kwa sababu ya 1, 2, 3, kwa sababu ya imani yenu ambayo imejulikana ulimwengu mzima. Naye Mungu, who I serve with all my heart in preaching the gospel of his son, is my witness how constantly I remember you in my prayers at all times,
And I pray that now, at last by God's will, the way may be opened for me to you. And the way was opened much later for him, and he went. Lakini anasema pia, I long to see you that I may impart to you some spiritual gift, verse 11, to make you strong. That is, that you and I may be mutually encouraged by each other's faith. I do not want you to be unaware. Staki ukae katika giza kwamba nilikuwa nimepanga siku nyingi kuwatembelea, lakini nikazuiliwa. Swali ni, alizuiliwa na nani? Baadaye tunakuja kujua alizuiliwa na Roho Mtakatifu kupitia mambo mengi, kupitia ugonjwa, kupitia kukamatwa, kupitia mambo yake tu mengi kuharibika, na anakosa kujipanga kuweza kwenda Rome. Alikuwa anapenda kanisa hili la Rome sana. Alikuwa anapenda hao wapendwa sana in Rome. Don't forget, Rome was the biggest city, was the capital city of the world then. Kwa hivyo fellowship ya pale ilikuwa very vibrant. Alipenda sana kuwatembelea, lakini anasema alizuiliwa. Kwa hivyo mtu wa Mungu saa zingine anazuiliwa. Na sio kuzuiliwa na shetani tu, hata Roho wa Mungu huwa anazuilia mtu kufanya jambo kabla wakati wake haujafika. Bwana asifiwe sana. Praise God. Na mwisho hivi nasema hivi, because I am bound both to Greeks, verse 14, and non-Greeks. Both to the wise, because the Greek were known to be of wisdom and philosophy, and to the foolish also. That is why I am so eager to preach the gospel also to you who are in Rome, because I am not ashamed, verse 16, of the gospel of Jesus Christ, because it is the power of God for salvation of everyone who believes. First for the Jew, wale tulikuwa tumesema alikuwa ametumwa kwao Kristo, wale tulikuwa tumesema mpango wa Mungu ulikuwa kupitia kwao. For the Jew first, then for the, hatuko pamoja? For the Jew first, then for the Gentile. Asanti. Mungu alipanga Myahudi ajue kwanza, Myahudi ampokee kwanza. Myahudi akakataa, Myahudi akakataa kufanya kazi na Mungu. Then Mungu akaenda kwa mataifa, Wayunani kwa njia lingine, kwa jina lingine, Wayunani, the Gentile. Anasema I am not ashamed. Watu wengi wako ashamed saa hizi. Wazee wengi hawataki kujihusisha, vijana wengi hawataki kujihusisha. Wakisikia jina kuokoka hawataki, kwa sababu wanachekelewa, kwa sababu wanatukanwa. Saa hizi ukisema umeokoka kama mzee, kama kijana, unaonekana kama wewe ni fala. Julikana ukiwa mambo mengine, lakini usijulikane ukiwa mtu wa kanisa ama mtu ambaye unampenda Mungu, kwa sababu unaonekana vibaya. Lakini Paul anasema verse 16, I am not ashamed. Siaibiki injili hii ya Mungu, kwa sababu the word there, the power means the dynamic. Power means dynamic in the Greek. It means dunamis. Dunamis inamaanisha hivi, sio kitu ambacho kimekaa mahali pamoja, ni kitu kilicho na nguvu, kitu kilicho na uhai. The word dynamic, from where we get the word dynamite. Vilipuzi ambavyo vinawekwa kwa mawe na kulipua, gives life. A rock that was as big as this church imewekwa dynamite, imewashwa moto, waliowasha wameondoka, imelipua, imebaki mawe kidogo kidogo ambayo inaweza washikwa sasa ikachongwa na ikatengeneza nyumba. From where we get the word dynamic. Dynamic is the opposite of static. Static ni kitu kama hiyo, ukiwacha hapo vile umeiwacha hapo, ukikuja 10 years utaipata hapo hapo. So the opposite ya static ni dynamic. Mtu dynamic ukimwacha hapa 5 years hatakuwa hapa, kwa sababu ni mtu dynamic, ako na uhai. Atafanya mambo mengine, hautampata hapa, ataenda, atakuwa na familia. By the time unarudi unapata huyu mtu amesonga. So the power of God is the dynamic of God. Na kanisa ambalo ni dynamic kama hili letu, kanisa ambalo sio static, halijakaa mahali pamoja, linakuwa. Kanisa la Roma
lilikuwa dynamic, halikuwa static. So lilikuwa na maisha ya Mkristo kama mimi na wewe, mpango wa Mungu na moyo wa Mungu, tusikue static, tukue dynamic. Ndio maana Paulo anasema siaibikii hii neema ya Mungu, siaibikii hii injili ya Mungu, kwa sababu it is the power, it is the dynamic of God kwa mtu ambaye anaishi kwa imani from first to last. Yaani ni imani kutoka Mkristo anapozaliwa, anapoumbika, from first alafu to last. Ni imani kutoka hapa, imani hapa na imani hapo pengine. As the Bible says, we grow in grace. Hebu inamisha uso wako. Father, we pray in the name of Jesus. We come before you with thanksgiving. Tunakushukuru kwa sababu ya muda mzuri kama huo.